Nitawasomea. Inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo serikali ambayo mnaiunda kwa mamlaka yenu, lengo lake kuu itakuwa ni ustawi wa wananchi, ni ustawi wenu. Kama haipati hilo lengo, haipaswi kuwepo. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Ibara ya 9. Lengo kuu la serikali, lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake, na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea ambayo inasisitiza utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vitawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinaelekezwa shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia mtu kunyonya mtu mwingine. Sehemu I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Katiba hii inasema serikali inapaswa kutokana na wananchi. Msingi wa uwepo wa serikali ni wewe. Maana yake nini? Maana yake kwamba sisi ndio tunaogawa mamlaka yetu, our sovereignty tunaweka kwa mtu mmoja. Badala ya sisi wote tuwe marais, hakutakuwa na order, hakutakuwa na mtu mwingine wa kumwagiza mwingine. Kwa tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu, tunachukua mamlaka yetu tunakaimisha kwa mtu kwa muda. Badala ya sisi wote kuwa wabunge, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akawe mbunge, akaseme mambo yetu, sio ya kwake na mke wake. Akiwa bungeni, anapofanya kazi 3 za mbunge ana kazi 3 tu. Moja, kutunga sheria. Kwa hiyo anapokwenda bungeni tunampeleka atunge sheria nzuri kwa ajili yetu, kwa sababu ndugu zangu, zipo sheria mbaya na zipo sheria nzuri. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Waarabu walikuwa wananunua binadamu kama bidhaa, na binadamu anayekataa kuuzwa amevunja sheria. Ilikuwa ni sheria hiyo, ilikuwa sheria mbaya au nzuri? Kwa hiyo kazi ya mbunge anapoenda bungeni as a taxpayer representative, kama mwakilishi wa mlipa kodi, namba 1, kutunga sheria. 2, kuisimamia serikali. 3, kuiwajibisha serikali. Kuisimamia serikali katika lipi? Katika kuhakikisha kodi ya mlipa kodi, kodi yako, pesa yako inatumiwa vizuri kwa malengo tuliyokubaliana. Kwa hiyo badala ya nyie Morogoro, Tarime, Mwanza, Kilombero, Ifakara wote twende bungeni, hakuna ukumbi wa kutosha sisi wote kukaa. Tunateua mtu mmoja atoke Morogoro, mmoja atoke Tarime, mwingine atoke Ubungo, wote tukasimamie maslahi ya wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Tunaelewana vizuri?
Ndiyo maana katiba inasema ibara ya 8, mamlaka na madaraka yote msingi wake ni wananchi. Tukisema msingi, si mnaelewa? Angalia hata msingi wa nyumba, si ndio unaobeba nyumba? Kwa hiyo msingi ndio kila kitu. Kwa msingi wa mamlaka yote ni nyinyi, na inaelekeza kwamba utajiri wa nchi hii lengo lake ni kukuendeleza wewe, kukutoa kwenye umaskini, kuondoa ujinga na maradhi, na inasema kuhakikisha mali ya mtu mwingine haidhulumiwi na mtu mwingine. Sasa ndugu zangu, katiba inaposema utajiri inasema nini? Katiba yetu inatambua sisi ni tajiri, na huo utajiri maana yake nini? Nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba 945,000. 900 na ngapi? Na 45. Ni nchi kubwa Tanzania. Tanzania ni nchi kubwa sana Afrika hapa. Inawezekana ni nchi ya 4 kwa ukubwa ukitoa Kongo na nchi nyingine kama 2 3. Sisi ni wakubwa sana. Ukichukua nchi ya Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimwambia ngapi? 945. Na nchi hii haina kipande hata kidogo kama hapa na pale waliposimama ambacho kina jangwa. Ukienda Kenya, Northern Kenya, Marsabit, Wajia kuna jangwa. Sisi hakuna kipande ambacho kina jangwa. Kila sehemu inanyesha mvua, kila sehemu kuna maji, kila sehemu kuna miti, hakuna sehemu yenye jangwa. Na 945. Mkoa wenu wa Morogoro una kilomita za mraba 70,624. Mkoa wa Morogoro, na una watu milioni 3.6. Nchi ya Rwanda ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,300 na kitu. Kwa Rwanda inaingia kwenye mkoa wa Morogoro mara 3 na kubaki ziada. Nchi ya Israeli, si mnaijua, ina ukubwa wa kilomita za mraba 21,000. Nyie Morogoro nimwambia mko ngapi? 70. Nchi ya Uholanzi ina kilomita za mraba 41,000. Nyie Morogoro nimwambia mko ngapi? Kwa hiyo nchi ya Uholanzi inaingia Morogoro mara 1 na ziada. Ina watu milioni 17. Nyie mkoa wa Morogoro mko milioni 3.5. Na ni nchi imejaliwa kila kitu. Kianzia kule kwetu Tarime ni dhahabu. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Anzia Tarime dhahabu, nenda Msoma dhahabu, nenda Geita dhahabu, nenda Mbogwe dhahabu, nenda Ngudu dhahabu, nenda Shinyanga dhahabu, nenda Kahama, Nzega, Geita, njoo Singida, nenda Chunya, nenda Ruangwa. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Ni nchi pekee duniani ina madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani. Nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, mlima namba 1 Afrika kwa urefu, wenye maajabu, wenye theluji juu yake, mlima Kilimanjaro, wa 2 duniani baada ya mlima Everest. Nchi ambayo ina ziwa pana kuliko yote Afrika, la 2 duniani ziwa Victoria. Nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la 2 duniani ziwa Tanganyika. Nchi ambayo inatoa madini ya nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia, yanatoka Kabanga, Kagera, mkoa wa Kagera, Tanzania. Nchi yenye madini ya urani yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia yako Seru, yako Singida. Nchi yenye kopa, kule Ruangwa tunachimba kopa. Kopa ndio hizi zinatengeneza nyaya zinazotumika kusafirisha umeme. Nchi yenye gesi, gesi yetu ni futi za ujazo trilioni 54.5. Ni nchi ya 3 Afrika kwa kuwa na gesi nyingi. Nchi ambayo ina almasi, kienda Mwadui ni almasi. Tulikuwa Uranga jana, tunakutana na gemstone inaitwa ruby. Nchi yenye makaa ya mawe, deposit yetu ya makaa ya mawe tunachimba miaka 100. Nchi yenye chuma, na sehemu zingine Mungu aliweka chuma chini ya ardhi kinachimbwa. Sisi aliweka mlima. Ukienda sehemu inaitwa Liganga pale Ludewa, ameweka mlima wa chuma. Na Mungu alivyotupendelea, ametupa mlima wa chuma, akatupa na makaa ya mawe ya kuyeyushia.
na akatupa na mchanga wa kusafishia hapo Iringa. Sasa watu kama India wanachuma, alafu hawana makaa ya mawe ya kunyunyushia. Makaa ya mawe yanafuata Tanzania, yanapitaga hapa yanaenda bandarini. Mjai kuyaona yale maneno? Sisi tunachuma, tuna makaa ya mawe ya kunyunyushia na tuna mchanga wa kusafishia. Kwa nini watu wetu ni maskini? Katikati ya utajiri wote huu, kwa nini watu wetu ni maskini? Tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, watu ambao wanaendekeza impunity. Hawachagui watu based on merits, kwa uwezo wao, wanachagua watu kwa kupendeleana. Tuna watu wako madarakani ambao hawana uwezo, ambao wanaua nchi. Tunaongozwa na wajinga. Nchi iko kwenye matatizo, iko kwenye msiba.